Amina. Hebu leo tuwe kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 139. Daudi anaposema ya kwamba juhudi yangu imeniangamiza. Juhudi yangu imeniangamiza. Leo tuwe hapo kwanza. Kwa nini Daudi anasema juhudi yangu imeniangamiza? Na wakati tunajua kwamba kila mtu anahitaji kuwa na juhudi ili kusudi aweze kufanikiwa. Kila mtu anahitaji kuwa na juhudi ili aweze kufikia malengo. Na hii ndio falsafa karibu ya maisha ya kila siku. Uwe na juhudi ili kusudi uweze kuleta maendeleo. Lakini kwa nini Daudi anafika hatua anasema juhudi yangu imeniangamiza? Ni nini kilikuwa kimekosekana? Basi mtumishi wa Mungu mahali hapa natambulika kama Profesa Bishop Kayengera wa Chuo Kikuu cha Kiroho cha Viongozi Tanzania, yani Tanzania University of Spiritual Leadership. Ninalo neno kwa ajili yako, uwe kiongozi yoyote wa kiroho popote pale ulipo. Hii sauti ya hili neno hakikisha unaichukua kwa iwe sauti yako. Daudi anasema juhudi yangu imeniangamiza. My friend, ni kweli una juhudi katika maombi, ni kweli una juhudi katika mambo mbalimbali unayoyafanya, lakini be careful. Uwe makini na uwe mwangalifu. Juhudi yako isikuangamize. Na kwa nini najaribu kukupa hii? Tukija kwenye Agano Jipya, kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 2, anasema Paulo anasema kwamba na washuhudia kwamba wanajuhudi katika Mungu, lakini si katika maarifa. Angalia sana hilo jambo. Na washuhudia, kwa maana na washuhudia. Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Anasema kwa maana na washuhudia kweli kwamba wanajuhudi katika Mungu, lakini si katika maarifa. Sasa kama ni juhudi katika Mungu lakini nje ya maarifa, lazima uwe na uhakika hiyo juhudi itakwenda kukuangamiza. Kwa hiyo unakuta kwamba juhudi ulionayo ni katika Mungu, wala sio juhudi ya kishetani, wala sio juhudi ya kichawi, wala sio juhudi ya nje ya mapenzi ya Mungu. Ni juhudi kabisa katika Mungu. Unaamka asubuhi unaomba, mchana unaomba kama Danieli, usiku unaomba kama Danieli, na tena una juhudi ya kuhubiri Injili. Uko nyumba kwa nyumba, na una juhudi ya siasa pia. Uko hapa na pale, unatetea ukweli, unasimama vizuri sana. Lakini kama ni juhudi nje ya maarifa, juhudi hiyo itakuangamiza. Nimekuja kukuambia hii sauti uitambue kwamba ni sauti ambayo inaishi. Ni sauti ambayo inaishi. Na ukipata nafasi, tafadhali njoo kwenye chuo hiki cha Tanzania University of Spiritual Leadership. Tunafundisha mambo ya msingi sana, na tunataka watu waelewe kile ambacho Biblia inamaanisha, sio tu kile ambacho Biblia inaongea. Ukija kwenye chuo hiki na kuambia my friend, utaenjoy sana, utaenjoy sana. Kwa hiyo mimi nikukaribishe, karibu sana, na utafurahi na utaona kabisa kwamba kwa kweli Mungu amenipeleka mahali sahihi, na utaenjoy kwa sababu watu wengi juhudi yao inawaangamiza. Shetani amesha kuona na amekutarget, ameona kwamba una juhudi sana. Kwa hiyo anataka akuangamize kupitia juhudi yako mwenyewe. Tembelea hata YouTube yetu, andika tu Saa ya Uzima wa Roho ili uwe unapata mafunzo ambayo tunayatoa kwenye chaneli yetu ya YouTube. Juhudi yako my friend inaweza kukuangamiza. Wengine wana juhudi hata ya kukemea mambo. Unakemea kwamba ni marufuku kuwa na wake wengi. Hiyo juhudi itakuangamiza, kwa sababu Mungu hakuwahi kukemea watu kuoa wake wengi. Wewe unajibidisha sana kukemea watu wasioe wake wengi. Unakemea watu wasioe wake wengi. Hiyo juhudi itakuangamiza, kwa sababu ni kitu ambacho unafanya sio cha Mungu. Mitume wote 12 nani alikemea watu kuoa wake wengi? Kwa sababu Paulo hata pale alipokemea hakuwa anasema kwamba ni dhambi. Mimi nimetoa onyo. Kama hutasikia, wengine mtasikia mkiwa mararoni, kwa sababu wengine masikio yao ni mazito. Juhudi yako itakuangamiza kama una juhudi nje ya maarifa ya Mungu. Yani kama hiyo